na ninaomba nikaweze kuendelea kutoka sasa pale, na ninatumai Mungu ataenda kunena nazi. Matendo ya Mitume 2, nipe mlango wa kwanza. Tujaribu kwa Biblia ya neno kwanza kabla tuingilie ya Kiingereza. Act chapter number 2 from verse number 1. Ilipowadia siku ya Pentekoste, walikuwa wote mahali pamoja. Ghafla sauti kama mfumo mkubwa wa upepo uliotoka mbinguni ukaijaza nyumba yote walimokuwa wameketi. Zikatokea ndimi kama za moto zilizogawanyika na kukaa juu ya kila mmoja wao. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Basi walikuwepo Yerusalemu Wayahudi wanaomcha Mungu kutoka kila taifa chini ya dunia. Tuelewe hiyo. Palikuwa na watu wengi zaidi, walikuwa wametoka kila sehemu ya dunia. Kwa hivyo kusanyiko lile lilikuwa na watu waliokuwa na lugha mbalimbali na hawaelewani kwa lugha, maana walikuwa wametoka katika mataifa mbalimbali. Tuendelee mstari wa 6. Waliposikia sauti hii, umati wa watu ulikusanyika pamoja wakistaajabu, kwa sababu kila mmoja wao aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakiwa wameshangaa na kustaajabu, wakauliza, je, hawa wote wanaozungumza si wa Galilaya? Walikuwa wa Galilaya kweli. Wakati neema ya Roho Mtakatifu ilishuka, wa Galilaya wakaanza kuzungumza kwa lugha zingine, na wakaulizana, imekuwaje? Basi kila mmoja wetu anawasikia. Sema anawasikia. Anawasikia wakinena kwa lugha yake ya kusaliwa. Roho Mtakatifu. Walikuwa watu kutoka pembe zote za dunia, walikuwa wamejaa pale. Wapadri, Wamendi, Waelami, wote katika Mesopotamia kule Egypt, katika Asia, hao wote waliwasikia wakinena kwa lugha ile kila mmoja amesaliwa. Kwa hivyo Mwasia, kumbuka wale ambao wameshukiwa na neema ya Roho Mtakatifu ni akina nani? Wa Galilaya. Na Mwasia anasikia Mgalilaya akiongea Kiasia. Mswahili anasikia Mgalilaya akiongea Kiswahili. Neema hii ilikuwa mingi kweli. In part 2 ya Roho Mtakatifu, and I want to speak about the evidence of receiving the Holy Spirit. Ushahidi wa kuwa umepokea Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu hausaliwi naye. Ni kama vile haukusaliwa na Yesu. Abia jirani yako, muguze, mwambie sikiza hii. Haukusaliwa na Yesu, hivyo hivyo haukusaliwa na Roho Mtakatifu. Na ndiposa Yesu akaambia mitume, nendeni katika chumba cha juu mngonjee. Na wakati ulipowaandia wa kungonjea, Biblia inasema ya kwamba Roho akashuka. Alishukia watu 120. Walikuwa wanaongea lugha ya Kigalilaya. Lakini wakati neema ya Bwana iliposhuka, kuna kitu kilionekana katikati ya watu waliokuwa pale karibu. Maana kulingana na Biblia, sio wote waliopokea roho hii. Wale waliopokea roho hii ni wale walienda kungonjea Yerusalemu. Hawa wengine walisikia watu wakinena, wakaenda kusikiza watu wa lugha mbalimbali. Kwa hivyo evidence number 1 that you have received the power of the Holy Spirit, it is to speak in tongues, kunena na ndimi. Maana hiyo ndio ilikuwa ishara ya kwamba kuna neema imewashukia, na neema iliyowashukia ilisababisha hata wale hawakuwa wa Galilaya wakaanza kueleanwa kilugha. Maana Roho Mtakatifu akishuka anakupatia neema na roho ya kuelewa. Anakupatia neema ya usemi. Utasema usemi ambao unaeleweka. Utanena kunena ambao kunaeleweka. Roho wa Bwana akiondoka, utaanza kunena kama mtu anayeropokwa. Abia jirani yako, unahitaji neema ya Roho Mtakatifu. Maana wakati walishukiwa, lugha zao zilipandilishwa. Asiyekuwa anajua kunena kama Peter hangeweza kunena mbele ya watu. Roho wa Bwana akamtia usemi, akaondoka, akasimama mbele ya umati, akanena lugha inayoeleweka na kila mmoja. Na Biblia inasema na wengi wakasikia habari hii na wakakubali Kristo, wakaokoka. Maana mmoja aliyepokea nguvu za Roho Mtakatifu, Peter, amepandilishwa usemi wake, kunena kwake kumepandilika na kunaeleweka. Ninaomba kutoka leo neema hii uitamani ikaingie ndani yako, na kuna usemi unaenda kupandilika. Hamjawaiona kuna watu wanaongeanga na watu, unaingia kwa duka la mtu vile tu anakuzungumzia, hautarudi hapo tena. Haleluya. Unatembelea mtu kwake nyumbani, vile atakavyokujibu, vile atakavyokuongelesha. Ni kwa sababu gani? Ana neema ya kumsaidia kuongea kwa kueleweka. Wakati hawa walipokea Roho Mtakatifu, waliweza kueleweka. Ninaomba kutoka leo utaeleweka kwa jina la Yesu. Usemi wako utaeleweka. Mama katika mboma, usemi wako kwa Bwana utaeleweka. Maana pia ukikosa Roho Mtakatifu, utaanza tu kwa kuongea tu. You'll be just answering for the sake of answering. But when the power of God or the power of the Holy Spirit is upon you,
You will be able to handle your word well with wisdom. Utajua hii ni nene, ni si nene. Hiyo swali imeulizwa ni njibu, ni si njibu. Na ndio nakuta wale ambao hawana hekima ya kunjibu, na isionekane hapa, hawatawahi kosa makofi. Lakini waliona na hekima. Maana Roho Mtakatifu upeana hekima ya kusuruhisha kwa maneno. Inaweza kuwa leo utasema amen mingi, lakini naomba upokee, ushike tu na utamani kupokea neema hii ya Roho Mtakatifu. Walinena na lugha kila mmoja. Naomba Bwana akaweze kuachilia lugha ya mbingu katika kinywa chako. Maana wakati utakapopokea lugha ya mbingu katika kinywa chako, utaweza kunena lugha ya kiungu. Utaweza kunena lugha ya kimbinguni, lugha ya malaika. Hauwezi nena lugha ya malaika ikiwa hujajazwa na Roho Mtakatifu. Si ninawaombea neema kama vile mitume walienda wakangojea na wakajazwa na Roho Mtakatifu. Hata wewe ninakuombea Bwana akaweze kufungua mbingu. Tukiendelea nitakuelekeza jinsi ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Nitamalizia tu kule, usijali. Unahitaji nini? Ikiwa pando hujajazwa, unahitaji nini ukaweze kujazwa? Lakini one evidence. So ikiwa hakuna ndimi za lugha mpya ambazo sinajitoa. Biblia inasema ya kwamba they spoke with new tongues according to how the Holy Spirit was enabling them and giving them utterances. So the utterances, they were not the human. They were not carnal. They were spiritual from above. Roho Mtakatifu aliwapatia usemi. Ninaomba kutoka leo Bwana akupe usemi wa kunena kwa jina la Yesu. Hata wakati unaingia katika maombi, Roho wa Bwana akupatie usemi wa kuomba. Maana Biblia inasema ya kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu, anatufundisha kuomba, anatufundisha kuongea, anatufundisha jinsi tunavyokaa. Na wakati utakapokea neema hii, itakufundisha jinsi ya kuongea. So they spoke in tongues, na wakaeleweka. Wakina watu walikuwa wametoka Asia, wanasikiza Peter, wanasikia Peter anaongea Kiasia. Usishangashwe kujikuta uko katika maeneo haujui lugha na unajikuta unaongea na hiyo lugha. Haleluya. Bwana asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. See, I desire something. So one time, I accompanied our late Dan to go to preach somewhere at Interior Ukambani. And when we got there was no interpreter. And they were not understanding Kiembu. And it was me and him. He just played. For 1.5 hours, he spoke with Kikamba. Nobody needed any interpretation. I'm praying in the name of the Lord. May the Holy Spirit give you the language to speak. You will know which word to say where and what. Hey. Unaingia katika maeneo fulani. Ukiingia kwa watoto, unaongea lugha watoto watakaoielewa. Ukiingia kwa vijana, unaongea lugha vijana watakaoielewa, lakini iwe ni lugha ya mbinguni. Ukiingia kwa watu ambao ni wakubwa, when you go there, when God take you in a position to dine with the kings, behave like a king.
or like a queen. What will enable you to do that? The Holy Spirit will guide you. I pray in the name of the Lord. As the vast church of the apostles, they received the Holy Spirit, may Jehovah Lord grant you the grace to receive Holy Spirit in Jesus' name. I say, may you receive this grace of the Holy Spirit. When He comes, He don't give you new tongues. New tongues. New word. So He gives new tongues. The other thing, I'm trying to rush with the time. When the Holy Spirit comes, there is something that happens automatically. You see, Holy Spirit is His Spirit. He comes in the form of the Spirit. So we need the evidence of physical thing to confirm that there is something new. Do you know something you ask? When you receive the Holy Spirit, what do you feel? Something wait to be shaken. Can I say this? You don't need to be shaken. You don't need to shake. You don't need to fall down. You don't need to, you need only to desire. And when He comes, the things changes. So the other thing, number two, when He comes, He transforms. Thank you for those who are writing and those who are also writing. Kwa mawazo ya Mungu awabariki, because tomorrow you will remember. Though He transforms, anapandilisha, analeta mapandiliko. If there are no changes that has ever happened in your life, then it tells you you need to go deeper in God for you to receive grace of the Holy Spirit, because Holy Spirit brings transformation. When He entered in the life of the apostles, He killed fear. He transformed them. The people who are feared, waliokuwa wamejaa uoga, waliokuwa wamejaa ile fear, ikaondolewa. And the Bible says that the power of the Holy Spirit transformed them. In chapter number 4 of Acts, that one, when this grace came, and when they had prayed, and the praise where they were, number 4, that one, take me there quickly. And the place where they were assembled together, was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit. And they spoke the word of God. So another thing that happened, when the Spirit of God or the Holy Spirit comes down, it transforms you by giving you the spirit of boldness. Some, they are there where they are today because of fear. There are things that they are fearing to face hand to hand or face to face. They fear. Fear has dominated in the life of many. Imeleta familia mingi nyuma. Mtu anataka kuanza biashara, anashindwa sasa naanza biashara na ni kama uchumi ni mbaya. The fear comes. I want to start doing something. The fear comes. The first church of apostles was full of fear. So when they received the Holy Spirit, number one, Jesus, Holy Spirit dealt with the spirit of fear. And instead, He gave them the spirit of boldness. And they were able to do, waliweza kufanya yale ambao hawangeweza kuyafanya. Baada ya kupokea Roho Mtakatifu, kuna vitu utajikuta ukizifanya ambazo hukuweza kuzifanya hapo awali. Maana akishuka anakuwezesha. They were not able to witness. Peter was there. Anasema, Biblia inasema Yesu anakuja, mliyemjua ambaye amewekwa msalabani amefufuka na akabaa. He is coming again. And the Bible says a great number was converted. Why? Because fear went away. When fear went away, they were able to do miracles. There are things that you must do with them first. Kuna vitu lazima ushughulikie na usiondoke
na usiondoe kwanza, ili mambo mengine ama neema ya Bwana iweze kufanya kazi. Nao ni nini? When the Holy Spirit comes in you, he will enable you. Hawatangangana, hawakungangana. The Bible says what in number 32? Now the multitude of those who believed were of one heart. The Holy Spirit, when the fear goes, he unites. Tell your neighbor, unity. So, them that were not together, they were transformed, and their heart became one. They have one thought. Katika kikundi ya wamama, one thought. Wazee, one thought. Vijana, one thought. In the family, one thought. Sio mzee anaenda hii, mama anaenda hii, watoto wanaenda hii. When all of them, they are filled by the power of the Holy Spirit will unite them. He will transform their heart, and he will ensure that their heart is one. One soul. I desire. And somebody say, I desire. Say, Holy Spirit, I desire. Holy Spirit, once he gets in you, he brings unity. And that's why you find in the first church, if you go to number 42, the Bible says they were meeting daily because their hearts were one. Hakuna alichoka. Hawakuchoka kuabudu. Why do men and women get tired of praising and worshiping? You find somebody today ako kanisani, Sunday injayo yuko kanisani, hiyo ingine yako kanisani, kwa mwezi mara mbili kanisani, Sunday mbili shughuli zako. But when the power of God came upon them, the apostle, the Bible says that in verse number 42 of chapter 2, that they were staying together. This is now when the Holy Spirit came. They were staying together, teaching each other, wakifundishana tabia za kimitume, wakiomba pamoja. If you find a group that is not praying together, no Holy Spirit. If you find yourself, you are putting yourself away from the group that is joining or coming together to pray. Ask yourself, what am I lacking? But today I pray, may the grace of the Holy Spirit rest upon you. When it rests upon you, it will make your heart to be one, to be together with others. So they were breaking the bread together. They were praying together. They were fellowshipping together. This was after they received the power of the Holy Spirit. And because their hearts were together, all of them, they started operating under the great grace, according to number 4 of 34. They started operating. No one was against the other. They were all in one. 33, sorry. They were all in one. And because of that, with the great power, apostles gave witnesses of the resurrection. And because of the power of the Holy Spirit, great grace. Holy Spirit brings great grace. If you want to operate under any grace, desire this grace of the Holy Spirit. There is no great grace without Holy Spirit. You may have asked, why have you prayed for many months, for many years, nothing is happening? I want to say this. Grace may be released, but grace can never work where there is no Holy Spirit, because the one who gives this grace is the Holy Spirit. The Bible says that everything that you need, it is incubated in the Spirit. So this is Holy Spirit is the one who will give all graces. I pray in the name of the Lord from today, may you operate under great grace that transforms. So, you cannot receive this power and you continue remaining the same. Ask Saul, who was a murderer, who was a persecutor. And the Bible says in verse number 17 of verse 9, Act 9,
17. It's talking about Saul, who was a murderer, who was a persecutor. And the Bible says that when he received the Holy Spirit, and Ananias went with his way and entered the house, and laying his hand on him, he said, Brother Saul. This was a murderer. Remember, a persecutor. Give yourself a name of what you do. That is not godly. So umejipea. Umejitafuta mahali umejiona. That was Saul. A murderer, a persecutor. But now he is called him brother. The Lord said, who appeared to you on the road as you came, and said me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. And when Saul received and he was filled by the power of the Holy Spirit, number 18, immediately they fell from his eyes. Immediately there fell from his eyes something like scars, and he received his sight. And once he rose and was baptized. Take me through. So when he had received the food, he was strengthened. Then Saul spent some days with the disciples of Damascus. Immediately he preached. Who is now preaching? Hey, speak to me. Who is preaching? Was there before? Was he preaching? What was he doing? He was persecuting the church. He was persecuting the Christian, the believers. Now the persecutor, because of he has now received the Holy Spirit, he has been transformed. For Holy Spirit transform, Holy Spirit change. It doesn't matter who you are. It doesn't matter what has been disturbing and challenging you. You need the fire of the Holy Spirit. And once the Spirit gets in you, it changes. It transforms. And he started preaching Christ in all the synagogues, that he is the Son of God. Then all who heard were amazed and said, is this not he who destroyed those who called on his name? Si yeye huyu ni yule ambaye aliyeharibu wale waliokuwa wanaliita jina la Yesu. And has come here for that purpose, so that he might bring them bound to the chief priest. And finally, but Saul increased all the more in strength and confounded the Jews to dwell in Damascus, proving that this Christ, this Jesus, is the Christ. He was changed. Holy Spirit transformed. Desire him. One time, a son of Kish called Saul. Not this one. It was transformed in 1 Samuel in the Old Testament. And the Bible says that Paul received the Holy Spirit and he was changed to another man. When you receive the Holy Spirit, he changes you to another man. 1 Samuel chapter number 10, from verse number 7, 5, going down up to 13 to 12. So Holy Spirit transformed. He transformed his soul to another man. He gave Saul another heart, which heart do you desire to have? The Holy Spirit gives. I said, I'll buy some time kindly to tulie. I'm almost finishing. So Holy Spirit gave Saul another heart, for he gives another heart to them that they need it. Desire. The Holy Spirit, once he transforms, he stirs up the gift of God
according to 1 Corinthians chapter number 12, verse number 7 to 10. He is stirred up. There are many things that are hidden in believers, in men, in women. It is only the Holy Spirit who can get in and stir them up. Desire. He transforms. Anabadilisha. Naomba neema ya Bwana ya Roho Mtakatifu ikakushukie. Na kile umetamani kikakuwa ukaweze kupandilishwa na kufanyika. Them that they were not able to stand in front of people, they were changed. They were transformed. They were able to speak the word of God boldly. And finally, for this time, when you receive the Holy Spirit, He will start giving you revelations. Anaanza kukupatia ufunuo. Anaanza kukufunulia vitu. Kuna vitu au tangangana nazo. You see, if you read the book, Luke chapter number 1, from verse number 41, because of time I won't read. But this is time the Zechariah and Elizabeth and Mary, they were meeting together. Before anyone else, anjue ya kwamba Kristo atasaliwa through the power of the Holy Spirit. Elizabeth aliweza kufunuliwa na akanjua ya kwamba Mary the cousin carry the Savior, na akalia kwa sauti akasema, blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb. This is after the Holy Spirit refilled. Yes. Zechariah knew that a Savior is about to be born before anything, because the Holy Spirit refilled. Give me number 77 of the same chapter. Says what? And you, child, will be called the prophet of the highest. For you will go before the face of the Lord to prepare the way. Are we together? Yes, let's continue. So the Holy Spirit refilled. Actually, if you read all that chapter up to number 77, you will see how Zechariah, how Elizabeth, they never struggled to know that the Savior amesaliwa. And I want to show you that when you receive the Holy Spirit is fire. Lucy, kindly help me. The Holy Spirit is fire. So, the Holy Spirit refills. I want to show a person ambaye akiwa ameokoka na hana Roho Mtakatifu. Nipe kikombe yangu. I want to demonstrate something here. I want to show you something. I have a cup here. Inside is what? Color what? What about the outside? Inside? That is a person who is born again. He go to church. He is there. But when there is no power of the Holy Spirit in you, there are things that are covered. You are born again, but you are covered with another crowd, and no matter how we pray, there are things that will be covered. It is only the Holy Spirit can refill them. There are hidden treasures here. When you don't have the Holy Spirit, it's like you are covered with a black coat.
Unajaribu kupenya lakini haupenyi, because the grace of the Holy Spirit ndio inapaswa ama inakusaidia to reveal the hidden things, hidden gifts, to show you how to have revelation of tomorrow. But when you receive the power of the Holy Spirit, the Bible says that day, Ruse, come kindly, that day he came, alishuka, na miale ya moto ikaonekana, because the Holy Spirit comes and he consumes. Kwa hivyo Roho Mtakatifu, kunja kimbia, come here. Roho Mtakatifu, when you receive him, stand here. When you receive him, he is so powerful. Put water, some water. Now you need to be filled. That is now you. It is black, white. You are now being filled by the Holy Spirit. And what the Holy Spirit started doing now, he started transforming. Anaanza kupandilisha. Kile kilikuwa kimefichika kinaanza kuonekana. Do you see something? Do you see something? Kamela, do you see something? Kile kilikuwa kimefichwa kinaanza kuonekana. I can see it is now written. Neema ilikuwa imefichwa inaanza kuvichuka, kwa sababu umepokea roho ya Roho Mtakatifu. Imetoa ile rea ilikuwa imekufunika. Vipawa vilivyokuwa vimefichwa vinaanza kuonekana. Utajiri uliokuwa umefichwa, neema ya Roho Mtakatifu inaingia, inaondoa. When you receive the power of the Holy Spirit, it will reveal all the hidden treasures in you. There are many riches, many gifts that are hidden, and God is waiting his people to receive the Holy Spirit so that he may refill. And if you touch this water, it is not warm water. Try and take care at your own risk. Very hot, because the Holy Spirit is very hot. And when you have this power of the Holy Spirit, nothing can come near you, because you are breathing fire. I release the grace that from today you will start breathing the fire. Any sickness that comes, it won't be burned. Anything that comes, it won't be burned. Oh yes. Whatever is not in godly and it comes, it burns you. Now unaanza kuzomeka vizuri. Unaanza kuonekana. Ile duka lako lilikuwa limevichwa lionekani, limeanza kuonekana. Kanisa hili tukijazwa na Roho Mtakatifu, hata kile kilikuwa kimeificha, kanisa linaanza kuonekana. Natangaza kutoka leo, neema ya Roho Mtakatifu itawavichua. Wale wote walikuwa wamefichwa, mtaanza kuonekana. Vipawa sitaonekana, karama zilizokuwa sitavuvuka, sitaonekana, sitasomeka, mtaonekana, hamtavichwa tena. I pray the grace of the power of the Holy Spirit that will make you to be seen. Itafanya muonekane. And the more it will continue to be there, the more it will continue to become bright until it will be pure white. It is still the power of the Holy Spirit who is working now. But listen to this. If what is inside starts cooling, the black color, ninaomba msije mkapungukiwa na Roho Mtakatifu. Naomba yeyote aliye chini ya sauti yangu asinje akapungukiwa na neema ya Roho Mtakatifu. Maana ukipungukiwa, kile kilikuwa kimevichuliwa kitafunikwa. Kile kilikuwa kimeanza kuonekana kitakuwa tena hakionekani.
Hebu nimwagie maji nje. Do come with a tray and hot and cool water. You can open one bottle here. There is a danger when you are hot and you start becoming cool. Hallelujah. When you are in a church and you start becoming cool, the Holy Spirit ameanza kwenda, unajikuta ya kwamba umeanza kurudi mahali pako. Simameni hapa. Hapa na hapa. Unaanza kurudi mahali pako. Amen. Unaanza kurudi mahali pako. Baridi inaanza kuingia. Kile kilikuwa ni moto kinakuwa tena kimeanza kuvichika. Maana ukipunguza Roho Mtakatifu, kile kilikuwa kinaanza kufunuliwa. Ndio ulikuwa kuna mtu alikuwa anaenda anahesabu baraka na neema ya Bwana. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, neema ya Roho Mtakatifu ikipungua, unaanza kurudi mahali uliokuwa. Mlikuwa mumeona ilikuwa imeandikwa? Sasa niambie ilikuwa imeandikwa nini? Unless kwa sababu tutaacha kusema ya kwamba huyu ni yule ndugu alikuwa amebarikiwa sana. Hii ni ile familia ilikuwa imeinuliwa sana. Ule ni ule muumini alikuwa ameinuliwa sana, alikuwa anatumiwa na Mungu kwa madhabahu. Ako wapi tena? Neema ya Roho Mtakatifu imepungua. Biashara ilikuwa watu wanapanga laini, hawako tena wanakuuliza ndanda ulienda wapi, unamwambia niko tu pale pale. Hai, na nimepitia hapo wiki ya kwanza ya pili sinja kuona, imagine niko pale, maana ulifunikwa tena. Kile kilikuwa kinawafutia Roho Mtakatifu ambaye alikuwa anahakikisha kwamba anga yako iko wazi, ameondoka, ufuri unaingia. Nikuwa tena uonekani. My Jesus, my Father. Naomba jamaa yote inaweza kuwa inapangwa ikufunike usinje ukaonekana. Mungu ahakikishe ya kwamba nguvu na neema ya Roho Mtakatifu haitapungua ndani yako. Ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu. Januari moto wa Roho Mtakatifu. Februari tukifika Julai, hata March na September, and by the time tumalize mwaka, hii moto iendelee kuwaka. May God continue to refill even what is hidden. It can only happen if you maintain the grace of the Holy Spirit, because Holy Spirit is fire. He had already transformed. He had already transformed. He had already transformed. One usher to bring that water, hot water. One usher to bring that hot water. So, ninaomba mimi nikimaliza, maana namalizia pale na nitaendelea kwa neema ya Bwana wakati mwingine. Wakati mwingine nitawaonyesha jinsi ya kupokea Roho Mtakatifu, naongea habari yake. Utampokea namna gani? Maana naweza ongea habari ya Roho Mtakatifu, niwekee maji moto hapo. Maana naweza kuwa naongea habari ya Roho Mtakatifu, nauliza ni namna gani nitakayempata? Kwa njia gani nitakayempata? Lakini wakati Saul, huyo sasa ni Saul, amepokea Yesu, kumbe ndani ya Saul kuna vitu vilikuwa vimefichwa. Ndizo hizo zimeanza kutokea tena. Chochote kilikuwa kimefichwa katika ulimwengu wa giza, ninaachilia neema ya kuonekana tena katika jina la Yesu Kristo. Nasema ninaachilia neema ya kuonekana tena. Utaonekana kutoka leo. Maisha yako itaonekana na Kristo. Jamii yako itaonekana, itakuwa wazi
Karama iliyofichwa umekuwa ukiuliza, Bwana uliniitia nini? Nimeokoka kwa miaka 10, nimechoka kukaa chini, hakuna kitu kinatendeka. Ninaomba Roho Mtakatifu akafunue kile aliyokuwekea ndani yako, na wakati atakachokuwekea kitakasababisha ung'ae. Unaenda kung'aa popote pale utakapokuwa. Hauhitaji uwe mjini ung'ae, hata katika mashambani utang'aa. Pokea neema ya kung'aa kwa jina la Yesu. Enda mbele za Bwana. Mubarikiwe mnapoketi chini, asanteni sana. Enda mbele za Bwana, uambie Bwana unatamani neema hii. Ukiwa tu umeketi hivyo, ambia Bwana azungumze na wewe. Kile ambacho kimevichwa ni wakati wa kuvichuliwa. Ni nini? Ni vipi kitakavyovichuliwa? Wacha kuniangalia tafadhali, wacha kuangalia wengine. Enda mbele za Bwana, lilia Bwana, ambia Bwana watamani neema ya Roho Mtakatifu ikaweze kuingia ndani yako. Na utakapokuwa moto hautakuwa mbarindi tena. Ninakemea roho ya kuwa mbarindi, ninakemea roho yote ya kuwa mbarindi katika kiroho, kuwa mbarindi katika maombi, kuwa mbarindi katika imani, kuwa mbarindi katika kumwamini Bwana, kuwa mbarindi katika wokovu. Hautakuwa mbarindi. Ninaachilia neema ya moto wa Roho wa Bwana. Enda mbele za Bwana, ambia Bwana akaakishe moto, akaakishe moto. Uko pale unasema, ningependa neema na moto wa Bwana ukaendelee kuwaka ndani yangu. Kwa dakika moja chukua hatua, kimbia hapa. Wewe unaosema ninataka neema ya moto wa Bwana iendelee kung'aa ndani ya maisha yangu, kimbia mahali hapa niombe na wewe. I have no time to wait anyone, but if you want to pray together, just rush here very quickly. I want to pray with somebody anayesema ninahitaji neema, ninahitaji moto wa Bwana usinje ukapungua ndani yangu. Ninaomba nikaendelee kuwaka, nikaendelee kuwaka neema ya Bwana. Moyo wangu hautapoa, imani yangu haitapoa, katika jina la Yesu. Asama kantaraba rema kanterebazaya rema kantarababa. Wewe ambao unaosema nimekuwa katika giza, ninahitaji neema itakaonifanya niangae, itakaonifanya nionekane. Unahitaji neema hii, neema ya Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana ikakushukie. Kila mmoja ende katika mbele za Bwana, enda mbele za Bwana, omba. Wacha kuangalia wale wanafungua macho yao. It is not the time kuangalia wengine. Pray, pray, pray. Enda mbele za Bwana, omba. Kila mmoja aende kwa mbele zake, mbele za Bwana. Ongea na Mungu wako vile unavyotaka, omba. Wacha kutazama wengine, omba. Be yourself now. Let God have your way. Let Jehovah God have your way. Tell him to take over, to take over your life, to take over your salvation. And whatever you are tamaking with, you shall never tamak. In the name of the Lord, the Holy Spirit has power to make you brighter, to make you brighter, to make you brighter. Oh yes. Father, you have said you make our life brighter by receiving this grace of the power of the Holy Spirit upon this lady. I signal the fire of God that it changes. Shakayandere Baba, you will shine. I say you will shine. Whatever has covered you, siku ya Pentekoste, moto nishukie. Fire, 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 fire follow me. Nasema kwa jina la Yesu, kama unaweza. Fire, fire, fire. Oh yes. Fire follow me. Like the day of Pentecost. Fire follow me.
Reka
Can somebody speak in tongues? Can somebody open your mouth and speak in tongues now? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
reketore banda masokota rezekata masokota meseka masopala. You are here and you are sick. Receive the grace of healing wherever you are now. You don't need to come here, just put your hands wherever you are healed. You don't need to come here, weka mkono wako mahali ambapo unaumia sasa. And may the healing of God locate you. Those who are suffering from backache, I see some are suffering from backache. Here the word of the Lord is saying, you backache, you are no more. Come on. All those who are suffering with the sicknesses, no more. Rakaboni mahanda I say no more. May the grace of this altar heal you. May the grace of this altar, I cancel the report of the doctor. I cancel every report. Masokotara, Mazeketela, Rakabana, Masokotela, Reketela Mahanda, Ezokotana Kabaya, Obasakaya, Ezeketela, Rakabona Masokora, Ezambo Reketela Mahanda.